kuisaidia nchi yetu, hatutazungumza majina sasa hivi. Tutazungumza masuala yanayolikabili taifa letu kwanza. Halafu baada ya kuyazungumza masuala hayo. Asante sana. Mgombea urais wa kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF, Profesa Ibrahim Lipumba amefika wilayani Mafia mkoani Pwani kwa ajili ya kampeni za siku moja, ikiwa ni moja ya harakati zake za kuwania kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiwa Mafia katika kampeni zake, swala la madai ya wavuvi kunyanyaswa na kupigwa na kukatazwa wanapokwenda kuvua baharini liliibuka, ambapo Profesa Lipumba amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuchagua viongozi wanaotokana na chama chake ili watatue matatizo hayo ya uvuvi pamoja na tatizo la muda mrefu la miundombinu na umeme wa uhakika. Taarifa zaidi na Noel Mwakalindile. Baada ya kampeni za ardhini na nyingi zikiwa katika barabara za vumbi, ikawa ni siku nyingine iliyobadili kidogo mfumo wa kampeni za chama hiki. Jijini Dar es Salaam, maandalizi ya kwenda Mafia. Mapokezi katika uwanja wa ndege hapa wilayani Mafia yalikuwa kichama zaidi. Na mapokezi ya kiserikali yalikuwa katika ofisi ya mkuu wa wilaya hii ya Mafia. Nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru kwa kuamua kuja kwetu Mafia, na tukiamini utafanya shughuli zako katika amani na utulivu mkubwa kabisa. Karibu sana. Kama kawaida yake, mgombea huyu hakusahau kilichomtoa Dodoma kuja Mafia. Nashukuru kwa kukaribisha Mafia, mpe salamu DC na mpe salamu pia kwamba nimekuja maalum kumuomba kura yake na kukuomba kura yako na kunipigia ndogo ndogo. Inshallah. Naam, ni taarifa ya mwandishi wetu huyo Noel Mwakalindile kutoka kule Mafia. Kesi ya kutoa rushwa katika mchakato wa kura za maoni za Chama cha Mapinduzi CCM inayomkabili aliyekuwa mbunge wa Mufindi Kaskazini na waziri katika serikali za awamu zote 4 Joseph Mungai kwa mara nyingine imeahirishwa leo katika mahakama ya hakimu mkazi mkoani Iringa. Kesi hiyo inaahirishwa kwa mara ya pili ilikwisha tajwa tena mahakamani hapo Septemba 25 mwaka huu. Taarifa zaidi na Irene Makalinga aliyeko mkoani Iringa. Mungai pamoja na makada wengine wawili ambao ni katibu wa umoja wa vijana wa CCM wa wilaya ya Mufindi Fidel Cholela na Moses Masasi wanakabiliwa na mashtaka 15 ya rushwa kinyume na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa ya mwaka 2007 na sheria ya gharama za uchaguzi ya mwaka 2010. Watumiwa hao kwa pamoja kwa mara ya kwanza walipandishwa kizimbani Agosti 11 mwaka huu na kusomewa mashtaka hayo ambayo yote waliyakana. Mwendesha mashtaka TAKUKURU Imani Nitume anasema mahakamani hapo kuwa shauri hilo lilifika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza pingamizi la awali la kisheria kutoka upande wa utetezi, lakini hakimu anayesikiliza shauri hilo Mary Sinape amepata msiba na hivyo wanaomba siku nyingine. Upande wa utetezi unaongozwa na mawakili wa kujitegemea Alex Mgongolwa na Basil Mkwata hawakuwa na pingamizi na maelezo hayo, lakini wakaomba kesi hiyo irejee mahakamani hapo Oktoba 15 kwa ajili ya kusikiliza pingamizi hilo la awali la kisheria. Lakini kwa nini waliweka pingamizi? Ni masuala ya kawaida, sheria inaruhusu hilo kwamba kabla shauri halijafikia hatua ya kusikilizwa, basi ni lazima masuala hayo ya kisheria yaweze kutolewa uamuzi. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa na mahakama inatazamia vitu vya namna hiyo ili tuweze kuisaidia kuweza kuendesha shauri hili katika misingi ambayo sheria inatambua. Inadaiwa kuwa Julai 8 mwaka huu katika kata Ihalimba, wilaya ya Mufindi, Mungai akiwa mmoja wa makada wa CCM waliokuwa wanawania kupitishwa katika kura za maoni kugombea ubunge wa jimbo la Mufindi Kaskazini, kwa pamoja na watumiwa wenzake walitoa rushwa kati ya shilingi 2,000 na 10,000. Irene Mwakalinga, TBC, Iringa.
Kampeni za uchaguzi mkuu haziko kwa wagombea wa nafasi ya urais pekee, bali pia kwa wagombea ubunge, ambapo mgombea ubunge katika jimbo la Kigoma mjini kupitia chama cha Democratic DP Shukuru Venance Kondo ametaja mojawapo ya dhamira iliyomshawishi achukue fomu ya kugombea ubunge, ambapo amesema ni kuhakikisha anapeleka hoja binafsi bungeni ya kuomba kuwepo na katiba huru ya nchi. Ametoa kauli yake hiyo wakati wa mkutano wa kampeni uliofanyika eneo linalojulikana kama Darajani, kata ya Mwanga Kusini mjini Kigoma. Kampeni ambazo zimefanyika kwa ushirikiano kati ya chama cha DP na NCCR Mageuzi. Mwandishi wetu Doto Elias kutoka Kigoma ameandaa taarifa ifuatayo. Na waombeni wakazi wote wa kata ya Mwanga Kusini na maeneo jirani msogee karibu ili muweze kumsikiliza Mheshimiwa Shukuru Venance Kondo, mgombea ubunge. Hatimaye mgombea ubunge kupitia chama cha DP Shukuru Kondo na mgombea udiwani kata ya Mwanga Kusini kupitia NCCR Mageuzi Majaliwa Ali pamoja na viongozi wa vyama vyao wanawasili eneo la mkutano wa kampeni. Unahusisha vyama vyetu viwili, chama cha muda wa kukaribishwa kupanda jukwaani mgombea ubunge unawadia, ambapo pamoja na kuomba kura kwa wananchi anataja kile kilichomshawishi kuchukua fomu ya ubunge. Endapo mtanipa ridhaa, nitaingiza muswada binafsi bungeni ili tupate kura ya maoni. Ipo sasa haja ya kuwa na katiba ya pamoja, katiba ambayo itakuwa huru. Wengine wanasema chumba changu hakina simenti, mwingine anasema chumba changu mimi hakina balbu la umeme. Lakini Shukuru Venance Kondo nasema kwamba haya yote ni madai ya msingi, lakini pia tudai na haki ya nyumba yetu ya Tanganyika kama sisi tuna akili. Anayo pia hoja kuhusu dua bungeni. Nasema hadharani, endapo mtanipa ridhaa yenu, tunayo taasisi moja ya BAKWATA, tunayo taasisi nyingine ya Wakristo. Nitahakikisha kila taasisi moja inatoa mbunge mmoja, ataingia bungeni, wataliombea dua bunge letu na taifa letu na viongozi wetu kwa ujumla. Sasa ni zamu ya mgombea udiwani kata ya Mwanga Kusini kupitia chama cha NCCR Mageuzi Majaliwa Ali. Ukipeleka kitofaa unajiumiza mwenyewe. Waliokusudia wanataka umpeleke mtu anayejua kata yako ilivyo, matatizo yake, asili yake, kila jambo analijua kutokana na asili ya pale alipozaliwa. Vimbwanga pia vikucheza mbali na mkutano huu wa kampeni. Mimi naitwa Mheshimiwa Ndiamugwango Karabwe Ndiamugwango, akezamana abolimana karanga ni mutoyu mutwa ni suguru mutwa ataganza genza kumulima. Kutoka Kigoma ni Doto Elias wa TBC. Mtazamaji, tumepokea SMS za kwenu na ninayo SMS ya kutoka kwake Buriani wa Masasi. Anasema mbona wagombea wanaahidi tu, hawasemi njia watakazotumia kupata mabilioni hayo. Dennis Minja wa Arusha kwa upande wake anasema hivi, kweli wanasiasa mnapotoa ahadi, je, unazingatia ile amri ya Mungu inayokataza uongo? Hongera CUF kwa kampeni za ustaarabu. Hii ni kauli yake Shafii Machevu wa Kilole. Haya, huyu anaitwa Chifu Mfano. Anasema mfano ulioonyeshwa na DC wa Mafia ni wa kuigwa na viongozi wote wa serikali. Tusipendelee upande wa chama chochote. Nimefurahi sana. Yaani huyu Chifu amefurahi katika maoni yake hayo. Chama cha wananchi CUF jimbo la Mtwara mjini kinaendelea kuwanadi wagombea udiwani na ubunge kwa wananchi wa jimbo hilo kupitia mikutano yake bila kupumzika hata siku moja tangu wazindue kampeni yao Agosti 28 mwaka huu. Katika mkutano wake uliofanyika kata ya Reli, chama hicho kimejinadi kwa wananchi kwamba wakipewa ridhaa watahakikisha wanatumia rasilimali zinazopatikana ndani ya kata za jimbo hilo kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Kasim Mikongolo anaarifu zaidi. Wametolea mfano kata hiyo ya Reli ambayo imetajwa kuwa na rasilimali nyingi inayoweza kubadili maisha ya wakazi wa eneo hilo kama itatumiwa ipasavyo. Unapozungumza kata za jimbo la Mtwara, hakuna kata tajiri kupita kata ya Reli. Unapotaja makampuni makubwa ofisi zake ziko katika gani? Kwa nini Reli wanafunzi watu wake wanakuwa kama sisi wengine wa kata zingine? Uwe nani leo
ndivyo katibu wa chama hicho wilaya ya Mtwara mjini Saidi Kulaga anavyokinadi chama chake kwa wakazi wa eneo hilo la reli. Hatimaye akajitokeza mgombea ubunge wa chama hicho Hassan Uledi, ambaye anaangalia zaidi sekta miundombinu ya barabara na hasa ile inayounga mji wa Mtwara na nchi jirani ya Msumbiji. Nitafanya jitihada sana inalo basi walau iwe na kiwango walau cha kokoto. Nitafanya jitihada hiyo, lakini pia nitahakikisha katika mto ule kwa uhusiano mwema wa Tanzania na Msumbiji, basi walau tuwaletee kantoni itakayorahisisha kuvuka pale, na hayo tutayasimamia. Hayo yote hayawezi kufanywa na mtu pesa kutoka mfukoni mwake. Tofauti na huko nyuma wakati kampeni hizo zikianza, hivi sasa wakazi wa jimbo hilo la Mtwara mjini wanaonekana kuona umuhimu wa kuhudhuria mikutano ya kampeni, halikadhalika kuweza kuuliza maswali kwa wagombea. Kasim Mikongolo, TBC Mtwara. Mgombea ubunge katika jimbo la Kawe wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Halima Mdee ameendelea na kampeni za kuomba ridhaa ya kupewa nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo hilo na kuwataka wananchi kuwapigia kura viongozi watakaozingatia maslahi ya wananchi. Mdee amesema hayo katika kata ya Wazo jijini Dar es Salaam na kueleza kuwa swala la rushwa limekithiri katika jamii na hivyo kusababisha kupata viongozi wasiojali maslahi ya wananchi. Jamal Hashim amehudhuria mkutano huo na hii hapa ni taarifa yake. Kampeni za kuwavutia wapiga kura zinazidi kushika kasi, huku wagombea wakiendelea kunadi sera zao ili kuwashawishi wananchi kuwapiga kura, ambapo mgombea ubunge katika jimbo la Kawe wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Halima Mdee amewahutubia wananchi wa kata ya Wazo. Mdee katika mkutano wake kikubwa alichogusia ni swala la rushwa. Tunapoendekeza viongozi wanaotoa rushwa, tunapoendekeza kupewa hela ili tukamchague fulani pasipo kuangalia faili lake lina uchafu gani, ndivyo vivyo hivyo tunajinyima haki ya kuchaguliwa. Wewe mwanawazo uliyepigika ambaye hata kwa mwaka utengenezi milioni 1 unaweza kugombea ubunge ambao unatakiwa na milioni 3 kushinda au milioni 300 kushinda, hawezi kugombea ubunge. Lakini hakuacha kueleza kuhusu viwanja vya wazi katika wilaya ya Kinondoni. Manispaa yetu ya Kinondoni imekuwa ndio manispaa namba 1 inayoongoza kwa kuuzwa viwanja vya wazi. Hivi tunavyozungumza, 80% ya viwanja vyote vya wazi, viwanja vilivyotengwa kwa madhumuni ya kuchezesha watoto mipira, viwanja vya michezo. Jamal Hashim, TBC, Dar es Salaam.